Wasifu wa hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Kuzaliwa. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazie, wilaya ya Kalambo, jimbo Katoliki la Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kutoka kwa wazazi Joseph Pengo na Rosalia Nzungu Sakramenti. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alibatizwa tarehe 6 Agosti mwaka wa 1944. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani komunio ya kwanza, tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1952, na alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 15 Agosti mwaka masomo ya awali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo masomo ya upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1971 alisoma masomo ya falsafa na teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora. Daraja na upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja kiwa uzamivu katika somo la teolojia ya maadili. Kisha alirudi nchini kuwa mwalimu na mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala mwaka huo wa
alitangazwa kuwa askofu wa jimbo jipya Tunduru Masasi, na alisimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo hilo tarehe 2 mwaka 1987. Tarehe 22 Januari mwaka 1990, Papa Yohane Paulo wa pili alimtangaza kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, mwenye haki ya kurithi jimbo. Na tarehe 22 Julai mwaka 1992 alianza kuliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam baada ya kustaafu kwa hayati Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa. Aliwekwa kuwa kardinali mnamo tarehe 22 Februari mwaka 1998 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Mnamo mwaka wa 2007 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa nchi za Afrika na Madagaskar, SECAM. Kazi hiyo alifanya hadi mwaka wa 2013. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 1992 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2019 alipostaafu rasmi na kumkabidhi uongozi wa jimbo Mhashamu sana Askofu Mkuu Juda Tadeus Ruwa'ichi OFM, ambaye ndiye anayeliongoza jimbo hadi sasa. Ugonjwa na kifo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amekuwa akisumbuliwa na maradhi ya mgongo na moyo kwa muda mrefu. Ametibiwa hapa nchini na nchi nyingine zikiwemo Ujerumani, muda mfupi baada ya kurudi kutoka nchini India alikokuwa akipata matibabu. Shukrani za dhati ziwafikie wote waliomsaidia Baba Mwadhama katika mahangaiko yake ya kiafya, hasa madaktari na wauguzi wa hospitali za hapa nchini ikiwemo Muhimbili, hospitali ya moyo Jakaya Kikwete, TMJ, VS Hospitals ya nchini India na kadhalika. Na kwa namna ya pekee shukrani ziwafikie madaktari wake Profesa Mohamed Janabi, Dr. Peter Kisenge, Dr. Kapiteni Lusangulira na Dr. Vijay Guru wa India na Profesa Hartley wa Weill Cornell ya New York, Marekani. Shukrani pia ziwaendee wauguzi ambao kwa vipindi mbalimbali walihudumia afya ya Baba Mwadhama. Sister Dr. Grace Kagaruki, Sister Dr. Gneta Shonela, Sister Anselmina Mtumbuka, Sister Bernadetta Mkazi
Sister Immaculata Dimoso na Nurse Oliva Marandu, bila kumsahau kwa namna ya pekee msaidizi wake wa karibu Padre Frank Mtavangu. Pia shukrani za pekee ziwaende mapadri wa MMI na masista wa DMI ambao wamekuwa wenyeji wake kwa nyakati mbalimbali akiwa nchini India kwa matibabu. Hasa Yesu mara nyingi kwani alipenda mno kusali rozari mtakatifu. 2, alikuwa mnyenyekevu mno, alipenda jimbo kubwa kwa ajili yake. 3, aliishi maisha ya kifukara na hakupenda kabisa kujilimbikizia mali, maana kila kwa vitu vya msingi. 8, alipenda sana watoto na hivyo daima alisimama na utume wa utoto mtakatifu. 9, alibuni utaratibu mzuri wa kutegemeza baadhi ya taasisi za jimbo kwa kutumia vyama vya kitume, mfano kuwafanya UWAKA kutegemeza shirika la masista wa dada wadogo na kuendeleza kituo cha hija Pugu, wala kutegemeza seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Visiga, utoto mtakatifu, afya, moyo mtakatifu wa Yesu, kuwaombea wa seminari wadogo na wakubwa, JUAMA na jumuiya ya wazazi wa mafrateri, kutegemeza mafrateri na kadhalika. 10, alibuni utaratibu wa parokia kuchangia kusomesha mafrateri kwa njia ya sadaka misa siku ya kipaimara. 11, alibuni utaratibu mzuri wa kulitegemeza jimbo kwa ujumla kwa kuanzisha tegemeza jimbo mwaka 1994 na hivyo kulifanya kanisa lisiwe omba na lishiriki vema kazi ya uinjili
sana.